sayansi, mhubiri yeyote anayekwambia kwamba sayansi inapinga neno la Mungu ni mhubiri kilaza. Sayansi inasapoti neno la Mungu. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Ni kuonyeshe kitu gani kinamfanya huyu awe mwanamke na kitu gani kinamfanya huyu awe mwanaume. Mwanaume kwenye genetical inheritance zake ana XY. Kwenye lugha ya kitaalamu zinaitwa XY chromosome. Mwanaume ana XY. Ule wanaume wenyewe ni XY chromosome. Ndio wanaume wenyewe. Mwanamke yeye ana XX chromosome. Kwa hiyo ukiona XX ni mwanamke yule. Sasa hata usiangalie sura au umbo. Ukiangalia kwenye maabara tu XX unajua mwanamke huyu. Wewe unaona mwanamke kwa sababu hata maziwa ana sura. Si tukiangalia tu ukiona tu XX chromosome mwanamke huyu. Kwa hiyo mwanaume ana XY. Kwa hiyo hizo mbegu zinazotoka hizi za mwanaume ni XY, za mwanamke ni XX. Sasa zikiwa zinakutana, ma-X yako mangapi hapo? Matatu. Uwezekano wa kuzaa X zingine mbili ni mkubwa, ndio maana wanawake ni wengi. Si umenielewa? Usije ukadanganywa na mtu eti kuna uchawi ni nini. Yaani zile mbegu za mwanamke zinapotoka ni XY. Mwanamke ana XX. Zinapokuwa zinakutana zote, huku kwa mwanamke si ni XX tu, huku kwa mwanaume XY. Ina maana X ziko ngapi? 3. Y iko 1. Zikiungana hivyo, urahisi wa X mbili kushikana ni rahisi, anakuwa mwanamke. Eti kwa sababu wewe mwanamke hufai, hujalaniwa. Hakuna mbele za Mungu mwanamke anaweza kubeba upako kama vile anavyobeba mwanaume. Hakuna roho ya mwanamke wala roho ya mwanaume, wote ni wana wa Mungu. Mwanamke piga kelele rabakapa. Kwa hiyo notion unayoona kwamba unajua mimi ni mwanamke siwezi kuwa mwanamke, ni maganda yale, kwa sababu wakati mbegu zinakutana huku kwa mwanamke kuna ma-XX chromosomes. Mwanaume ana X ana Y, zikikutana ma-X hapo ni 3, Y 1 tu. Uwezekano wa XX kutokea ni kubwa. Ndio maana nyumbani kwetu sisi tumezaliwa wanawake 7, wanaume 5 tu. Nini ma-XX mengi pale? Hilo ni ganda tu, lakini Mungu anapoweka mtu ndani, hana XY. Yeye anachukua, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na yeye haoni mwanamke wala haoni mwanaume, anakuchukua, anakuweka ndani ya ganda. Anakuambia mwanangu kaanze. Ndiyo maana kuna wengine unajisikia kabisa una wito, lakini unakuwa unawaza ila kwa sababu mimi ni mwanamke. Hujafunguliwa mama. Wanawake walikuwa ndio watu wa kwanza asubuhi na mapema, wakati wanaume wamelala, wakaenda kwenye kaburi la Yesu, wakamuuliza yule malaika, uko wapi mwili wa Bwana wangu? Ninataka niupake mafuta. Mwanamke anauliza, mmemweka wapi? Leo natakia nisikie wanawake wanasema, mmemweka wapi? Umeweka wapi mwili wa Bwana wangu? 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 Kaa kidogo. Nimepewa vazi zito, linanilemea kulibeba. Kwa hiyo wanawake wanakwenda asubuhi, mwanamke anavamia kila mtu, akamwona malaika, anamuuliza, mmeweka wapi mwili wa Bwana wangu? Malaika anamwambia kulikoni? Mwanamke anasema nina upako, nina mafuta, nataka nikapake mafuta hivyo alivyokufa apate mafuta Bwana wangu. Anasema baadaye alipokuwa anahangaika hapo, Yesu mwenyewe akamtokea, akamwambia Labon, maana yake mwalimu. Mwanamke anamfuata Yesu mfufuka, anataka amshike. Yesu akamwambia Mariamu, usiniguse kwa sababu sijakwenda kwa Baba yangu. Yaani kitendo hicho tu
Kabla Yesu hajapaa kwenda mbinguni, alikwendaga kwa baba yake kwa muda. Lazima ujue hicho, kwa sababu alisema usiniguse kabla sijaenda kwa baba yangu. Lakini alipowatokea wanafunzi akasema mniguseni mpapase, na akala nao. Ina maana kwa kitendo kale alikuwa amekwenda kwa baba yake kutoa taarifa fulani, halafu akasema wacha nirudi nikamalizie vifaa. Na kuondolea hiyo notion ya mwanaume na mwanamke. Nimekwambia ganda la mwanamke ni XY, ni XX, mwanaume ni XY. Kwa hiyo vinavyokutana, X, concentration ya X ni kubwa. Uwezekano wa X na X zikaondoka pamoja ni rahisi, kwa sababu Y ni moja tu, na ndio factor inayoamua mwanaume na mwanamke, Y moja. Na ndio maana kwa sababu mwanaume kutokea ni scarcity, kwa sababu Y ni moja, ndio maana mwanaume amewekewa mbegu bilioni 200. Na unajua maana yake ni nini? Unataka nikuongezee kidogo maana yake? Hizo mbegu bilioni 200 ikitokea wakati zinatoka, zisiingie ndani ya uzazi wa mwanamke, zikawekwa kwenye chupa, kila mbegu likaingiziwa yai, wanaweza kutoka watoto milioni 200 kwa mtu mmoja. Kwa hiyo Bill Gates hata kama akisema punguza, anapoteza muda. Mungu ameweka uzazi duniani si wa kawaida. Yaani kila kambegu kamoja kakiingia ndani ya mtu ni mtoto, ni mtoto, ni mtoto, ni mtoto, ni mtoto. Ni milioni 200 mara 100 kwa mtu mmoja siku moja. Si umenielewa eh? Kwa hiyo kusema XX mwanamke, XY mwanaume ni kibinadamu.